Sasa natamani kuangalia baadhi ya vitu vichache. Sasa tunapozungumza I don't need to define wajibu, kwa sababu wajibu ni vile vitu ambavyo mwanaume anapaswa kuvifanya. Wajibu ni vile vitu ambavyo mwanamke anapaswa kuvifanya kwenye ndoa. Sasa vinaweza vikawa defined na culture, vinaweza vikawa defined na imani, vinaweza vikawa defined na watu wao wanandoa wenyewe, lakini ni nini ambacho mke wako ana expect kutoka kwako? Ni nini ambacho mme wako ana expect kutoka kwako? Those are the responsibilities kwenye ndoa. Sasa ufahamu vingine vimeletwa na jamii zetu tunazoishi na culture zetu tunazoishi, zingine imani na lakini zingine zinaletwa na nature, by nature. Kwa mfano, by nature mwanaume ana expect submission kutoka kwa mwanamke. It's nature. By nature mwanamke ana expect love and care, upendo na kumjali. By nature. By nature mwanamke anategemea protection. Wale waliokuwepo wanaume jana tulikuwa tunazungumza kuhusu protecting the garden. Is by nature mwanamke anategemea. Nilikuwa nawaambia psychology jana kwamba watu wanafikiri kwamba wanawake wanakuwa attracted na wanaume ambao wana misuli na six packs kwa sababu ya love. No, psychology inakataa. Inasema mwanamke anakuwa admire mwanaume wa vile kwa sababu ya protection. They feel safe. Wana feel kuwa safe. Sio kwa sababu wanaona ili liumbo hili nikilipata kitandani. They don't feel the bed. They feel the security. Na wale nilikuwa jana niliwafundisha kati ya vitu viwili ambavyo mwanamke hawezi kuvumilia kwenye maisha yake. Namba 1, infidelity. Namba 2, insecurity. Mwanamke hawezi. Mwanamke hivyo vitu viwili vikitokea anakuacha na nyumba zako na hela zako na gari uliyomnunulia na kila kitu ulichompa na maisha mazuri uliyompa, ataondoka. Infidelity, insecurity. Infidelity ni kukosa uaminifu. Ndio maana wanawake wengi anaweza kuwa unafahamu mara nyingine wanawake wajua wanachotaka. Mwanzoni anafikiri kwamba ana shida ya hela. Nataka mwanamke mwenye hela, mwanamume mwenye hela. Alafu akimpata mwanamume mwenye hela, alafu mwanaume hampi muda, anaanza kusema mbona hanipi muda? Alafu mwanamume akichiti anaondoka. Sasa mbona hela umepata ulizokuwa unazitafuta? Kwa nini? Kumbe alikuwa hajui kwamba kati ya vitu hawezi kuvivumilia ni feelings ya mume wake au mwanaume wake kuwa na mtu mwingine. Na hiyo imekuja sio kwa sababu ya uumbaji, hiyo imekuja kwa sababu ya laana. Naomba ujifunze kutofautisha vitu vilivyoletwa kwa mwanadamu kwa sababu ya nature, Mungu original, na vitu vilivyokuja kwa baada ya laana. Adam alipewa kazi kabla ya mwanamke, sio kwa sababu ya laana, kwa sababu ya nature ya kwanza. Mungu alimwambia lima na kutunza shamba. Mwanzo 2:18 ndio mwanamke anakuja, anaambiwa si vema mtu awe peke yake. Kwa hiyo ni principle, mwanaume lazima uwe na kipato kabla ya mwanamke. Leo tuna wanaume wengi wanataka kuoa wakati hawana kazi. It is a principle, lazima kazi kwanza. Mwanamke kuzaa kwa uchungu na wivu kwa mwanaume ni baada ya laana. Dhambi ilivyokuja ndio akaambiwa we kwa sababu umemharibu kwa maneno yako, wewe utazaa kwa uchungu na wivu wako utakuwa. Leo ni mwanamke anaweza kaondoka ana kila kitu na akaondoka akaacha kila kitu kwa sababu mume wake sio mwaminifu. Na namba 2, insecurity. Ukishindwa kumprotect mbele ya ndugu zako, mbele ya wazazi wako, na changamoto unakutana ameolewa na mtoto pekee wa kiume kule kwao, dada zake wanakusema na yeye anawaambia mwambieni, mimi mwenyewe nishachoka kumwambia mnisaidie. Unakaa unashindwa unakuja kujigundua kwa jeshi la mtu mmoja, hakuna aliyeko upande wako, sio nani, hata mume wako mwenyewe yuko upande wako. Wanakusema na yeye anaungana nao. You cannot tolerate that. Huwezi kuvumilia. Ngumu sana. Ngumu sana. Nasema mwanaume peke yake alizaliwa kwa sababu psychologically kuna changamoto. Sisemi kwamba haiwezekani, lakini kuna changamoto unapoolewa na mwanaume mmoja kwa dada wote. Most of the time unakuta unaolewa na kijiji kizima. Wanakuambia mbona kaka yetu anakonda? Mbona siku hizi hatumi hela mwisho wa mwezi? Ukinenepa kosa, umekuja kula hela yetu. Ukikonda kosa, unatuletea magonjwa.
Na ukikutana na kijana wa mwisho ndio changamoto zaidi. Na kesi na dili nayo, mama moja mtoka Moshi kameenda Dodoma kwa mtoto wake wa mwisho. Anamwambia mke wake, mwezi huu wote nipe jiko. Huwezi kuwa unapika, mtoto wangu anakonda tu. Ile mama badala ya kumpa jiko mama mtu, yeye akapaki vitu akaondoka na akapiga kesi mahakamani ya kudai custodian ya mtoto. Jamaa ananiambia, Mauki, sijawahi kwenda mahakamani. Mimi nafanya huduma tu kumtumikia Mungu. Ngambia, na utaenda kwa sababu umetaka mwenyewe. Kichwa hakina akili. Utamruhusuje mama aje dominate ndoa yako? Mimi sikujua kwamba ni mbaya hiyo. Now you're going to the court. Nenda mahakamani. Bwana sifiwe sana.